الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. Jana tuliishia katika aya ya 39. Leo tunaondokea kwenye aya ya 40 ya sura yetu hii ya 10, suratu Yunus. Lamma haka Allahu ta'ala 'anil kafirina ta'nuhum fi amri an-nubuwati wal wahyi. Baada ya Allah kutusimulia kwenye aya zilizopita kuhusiana na makafiri, tabia yao ya kuitukana Qur'ani na kuukana utume, dhakara huna, hapa anatutajia kwenye aya hizi tutakazosoma leo, anna minhum man yusaddiqu bi anna al-Qur'ana kalamu rahman. Hawa makafiri wanaoipinga Qur'ani na wanaopinga utume wamegawanyika pia. Kuna wengine wana uhakika wa 100% kweli Qur'ani ni maneno ya Mungu na Muhammad mtume wake, lakini kwa kibri tu wanamkataa kwa sababu ya ule, wanasema, uchu wa madaraka. Mtoto kazaliwa tunamuona, alafu maskini kuliko sisi. Sisi ni viongozi, tuna uzoefu kwenye safu ya uongozi kwa muda mrefu. Leo tujishushe tuwe chini yake? Haiwezekani. Hiyo tu basi. Lakini wana hakika ni mtume kweli na anayoyasema ni maneno ya Mungu. Hawako tayari kudhalilishwa kwa kuwa chini yake. Wa minhum, na wengine miongoni mwao wanampinga kwa sababu ya upumbavu wa akili zao, hawaelewi kilichopo. Kwa hiyo kuna wanaojua wanapinga kitu wanachokijua, na kuna wengine wanapinga kitu wasichokijua. Anasimulia hivyo Allah subhanahu wa ta'ala. Dhakara huna, hapa Allah anataja anna minhum man yusaddiqu bilqur'ani bi anna alqur'ana kalamu rahman. Miongoni mwao wamo ambao wanasadiki kuwa Qur'ani ni maneno ya Allah mwingi wa rehema, walakinahu yukabiru wa yuanidu, lakini mwenye kuamini Qur'ani ni maneno ya Allah na Muhammad ni mtume wake anamkataa kwa sababu ya kibri tu na inda. Wa minhum man la yusaddiqu bihi, na miongoni mwao wamo ambao hawamsadiki huyu mtume na hawaisadiki Qur'ani. Vile wakiambiwa huyu mwongo anajikweza, hivyo Mungu ndo amteue huyu, wanaamini kweli, lakini huyu jamaa tulikuwa naye mitaani. Sasa Mungu kwa nini amchague yeye mmoja, asimuone mwingine katika watukufu? Kimantiki akili zao zinakubali huyu anazua uongo kwamba anasingizia katumwa na Mungu, kumbe hajatumwa na Mungu.
Kwa hiyo hawa la yusaddiqu bihi aslan lifarati ghabawati, wako ambao hawaamini kabisa kwamba Qur'ani ni maneno ya Mungu na Muhammad mtume wake, kwa sababu ni wapumbavu, hawana uwezo mkubwa wa kufahamu na kuzingatia hoja. Kwa safakhati aqli, na mtu huamua hivyo kwa sababu akili yake haina uwezo mkubwa wa kuchanganua mambo. Wakati la litamyizihi, alafu pia anakosa uwezo wa kupambanua hili na hili, tofauti yake ikoje. Kwa hiyo kuna wajinga wanaopinga vitu kwa ujinga tu, na kuna werevu wanapinga, wanajua wanachokipinga, lakini kwa kibri tuna inadi. Thumma dhakara taala, alafu Allah akataja mtukufu, anna alqur'ana shifaa'un lima fi sudur, atuambia kwamba hakika ya Qur'ani ni dawa ya yale matatizo yanayokuwa yanastawi kwenye moyo, sio matatizo ya blood pressure wala hypertension, ni matatizo yale ya kimaumbile ya tabia, kibri, hasadi, hikdi, nini, mifundo. Qur'ani inatibu vitu kama hivyo, choyo, binafsi, vitu kama hivyo Qur'ani inatibu. Dhakara taala anna alqur'ana shifaa'un lima fi sudur, Allah anatajia kwamba Qur'ani ni dawa ya yale matatizo yanayopatikana kwenye moyo. Wa aqabahu bidhikri maali almushrikina fil akhirah, alafu aya zilizosonga mbele zinatutajia mafikio ya washirikina akhira, washirikina watafikia wapi. Bismillahir Rahmanir Rahim, tunaanza kusoma kwa kutanguliza jina la Allah mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Wa minhum man yu'minu bi, katika watu wako Muhammad wanaokupinga wako ambao wanaiamini Qur'ani kuwa ni maneno ya Mungu kweli, na wako ambao wana hakika kuwa wewe ni mteule, mtume wa Mungu, umetumwa kweli. Yani wa min haulai alladhina bu'ithta ilayhi, miongoni mwa hawa watu ambao wewe umetumwa kwao, ndugu zako, jamaa zako, watu wako, ya Muhammadun, ewe Muhammad, man yu'minu bihadha alquran, wapo ambao wanaiamini hii Qur'ani, wayattabi'uka, na wanakufuata, wayantafi'u bima ursilta bihi, na wananufaika na hichi ambacho kwacho wewe ndo umetumwa. Wa minhum man la yu'minu bihi, na wako kati yao ambao hawaamini hii Qur'ani kabisa kwamba ni maneno ya Mungu na wewe ni mtume wa Mungu. Bal yamutu ala dhalika, lakini huyu asiyeamini anatetea msimamo wake mpaka anakufa nao, anakufa huku haamini katika Qur'ani wala haamini utume. Wayub'athu alayhi, na atafufuliwa vivyo hivyo, atafufuliwa kafiri. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, na Mola wako anawajua mafisadi, watu walioharibu dini yao, walioharibu hatima yao, walioharibu dini ya Allah, anawajua Allah watu mufsidina, waharibifu. Wa huwa a'lamu biman yastahiqu alhidayah fayahdihi, Allah huwa anamjua katika viumbe wake nani anastahiki kuongozwa, kwa hiyo Allah humuongoza. Ni yule anayetaka, anajitahidi kutafuta, anapima uzito wa hoja, anatafuta kweli iko wapi, basi Allah humuongoza maadamu anataka. Waman yastahiqu dalala, na Allah anamjua katika waja wake ni nani anayestahiki kuhukumiwa mpotovu, yule ambaye hata akielewa ukweli anasema sikubaliani nao kwa sababu utanidhalilisha ukweli. Kwa hiyo Allah humwacha katika upotevu wake, mwenyewe ndo kataka, na Allah humwacha huko, hamlazimishi. Fayudhilluhu, kwa hiyo Allah humwacha akawa ni mpotovu, hata akawa msomi mwerevu, lakini anabaki ni mpotovu, akusibu kufata njia ya sawa sawa. Fa in kadhabuka, sasa ikiwa ewe mtume wangu watakukadhibisha watu wako,
Faqul, waambie hivi, li amali walakum amalukum, kama hamkubaliani na hichi ninachowaeleza mimi, ninawalingania mumwabudu Mola wenu mmoja, msimshirikishe na chochote, na nyinyi munanilingania niache ninachokihubiri niwafuate nyinyi kwenye mila ya wazee wenu. Sasa kama haimkiniki nyinyi kunifuata mimi na mimi kuwafuata nyinyi, basi tukubaliane kila mmoja aende na lake alilolichagua, tusikalifishane. Nyinyi hamuwezi kunilazimisha nitetee dini ya wazee wenu, kwangu mimi naona haiko sawa, na nyinyi siwezi kuwalazimisha mufuate dini ninayohubiri mimi ambayo nyinyi mnaona haiko sawa. Sasa kama mmepinga ninachowaeleza, tufanye maamuzi haya, li amali walakum amalukum, mimi niacheni nifanye kivyangu, amali zangu nitazifanya kwa mujibu wa imani yangu na kila atakayeniamini, na nyinyi ninawaacha mfanye kwa mujibu wa imani yenu na kila atakayewaamini nyinyi. Hayo ndo maamuzi. Ni kama ile yosema lakum dinukum waliya dini, qul ya ayyuhal kafirun, sema ewe Mtume, waambie hawa watu, enyi makafiri, la a'budu ma ta'budun, mimi siwezi kuabudu mnavyoabudu nyinyi, wala antum aabiduna ma a'budu, wala nyinyi hamwezi kumwabudu ninayemwabudu mimi wakati hamjamwamini, wala ana abidum ma abadtum, wala mimi siwezi hata kufikiria kuanza kuabudu mtindo wenu wa ibada, wala antum abiduna ma abudu, na inaashiria nyinyi pia hamko tayari kufuata mtindo wangu mimi wa ibada. Kwa hiyo Mola wenu mnayemwabudia mimi simuelewi, na Mola ninayemwabudia mimi hamuelewi. Mtindo wa ibada ya kumwabudu Mola wenu mimi siukubali, na mtindo wa ibada ya kumwabudu Mola wangu mimi nyinyi hamuukubali. Kwa hiyo mnamkataa muumba Mungu na mnakataa mila yake, na mimi ninakataa miungu yenu na ninakataa mila yenu. Kama hakuna uwezekano wa mmoja kusarenda kwa mwenzake, kilicho wazi na kinachowezekanwa, lakum dinukum waliya dini, nyinyi nendeni kwa mujibu wa dini yenu, mko huru, na mimi niachieni basi niende kwa mujibu wa dini yangu, msinitaaradhi, tusiwekeane vikwazo. Inawezekana nyinyi mkafanya kivyenu na mimi nikafanya kivyangu. Kwa hiyo hoja na dalili zimekuja nyingi kiasi akili iliyo salama inaweza kufahamu, lakini kama hawakufahamu kwa hoja hizo na dalili hizo, ndo akaambiwa Mtume, fa in kadhabuka, ikiwa watakukadhibisha pamoja na hoja na dalili ulizowatolea, wakaendelea kukukadhibisha, faqul li amali walakum amalukum, waambie mimi niacheni nifanye kivyangu na nyinyi mko huru, fanyeni kivyenu. Yani maana yake, wa in kadhabaka haulai almushrikun, ikiwa watakukadhibisha hawa washirikina, wamekataa kukuamini, hawakuelewi, faqul, waambie wazi wazi, waambie liya jazau amali, mimi nitapata malipo ya amali zangu ninazofanya. Hata kama nyinyi mtaniita muongo, basi nitalipwa kwa uongo wangu pia, lakini nimefanya kwa vile ninavyoamini. Walakum jazau amalukum, na nyinyi mtapata malipo ya amali zenu, mtalipwa kwa mujibu wa mnavyotenda. Ikiwa nyinyi ndo mmepatia, mko kwelini, mtapata kheri ya misimamo yenu, lakini kinyume chake, ikiwa mumekosea, ni hasara. Kwa hiyo nyinyi fanyeni kivyenu na mimi nafanya kivyangu. Wa in kadhabaka haulai almushrikuna, ikiwa watakukadhibisha hawa washirikina, faqul liya jazau amali walakum jazau amalukum,
mimi nitapata malipo ya amali zangu kwa yule niliyemfanyia, na nyinyi mtapata malipo ya amali zenu kwa mliyemfanyia. Haqqan, tena mtalipwa haki kweli, sio utani. Haqqan kana au batilan, tunakwenda kulipwa malipo ya amali zetu haqqan kana au batilan, ikiwa kila mmoja kati yetu baina yangu na nyinyi alitenda haki au alitenda batil, atalipwa. Sasa mkinihesabu mimi ndo niko kwenye batili, mtalipwa batili yangu, na nyinyi mtalipwa haki kama mko kwenye haki. Lakini ikiwa mimi ndo niko kwenye haki, nitalipwa haki yangu na nyinyi mtalipwa batili, kwa sababu mtakuwa mko kwenye batili. Haiwezekani vyangu na vyenu vyote vikawa sawa, vinakubalika. Watu wengine husema dini tu bwana, wote si wanamwabudu Mungu huyo huyo mmoja, kila mtu atalipwa kwa amali yake. Sahihi, kila mtu atalipwa kwa amali yake, lakini nani alipatia na nani alikosea? Atalipwa kwa amali yake. Ikiwa alipatia atapata malipo mema, na ikiwa alikosea atapata malipo mabaya. Antum bariuna mimma a'malu, nyinyi, yani mtume ndo anaambiwa awaambie watu, antum bariuna mimma a'malu, nyinyi mmeyakataa ninayoyafanya mimi, mko mbali nayo, hamtaki hata kuyasogelea. Wa ana bari'un mimma ta'malun, na mimi niko mbali mno na mnayoyafanya, sitaki hata kuyasogelea. Na dini yenu kama mnavyoona sawa, na mimi ninaenda na dini yangu kwa mujibu wa ninavyoona sawa. La yuakhadhu ahadun bidhanbin akhari, hatoadhibiwa yoyote kwa kosa alilolifanya mwingine. Dhambi yangu mimi haitawatia nyinyi hatiani, na dhambi yenu nyinyi haitanitia mimi hatiani. Kwa hiyo kila mmoja afanye kwa mujibu anavyoona yuko sawa, lakini cha kuzingatia mbele huko ya safari, kila mtu atakwenda kukuta malipo ya kile alichofanya. Aya inayofuata Allah anasema wa minhum man yastami'una ilayk, anaambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam jingine hili, baada ya kuwatangazia huo msimamo, anaambiwa au anajulishwa Mtume, wa minhum man yastami'una ilayk, miongoni mwao hawa watu wako wanaokaa wakakusikiliza, ujue kuja kukusikiliza. Ai, maana yake yastami'una ilaika idha qara'ta alqur'ana, wanakupinga lakini wanakuja kukusikiliza pale unapoisoma Qur'ani, wanakaa wanaisikiliza na iko kwenye lugha yao wanaifahamu. Wa qulubuhum la ya'ya shay'an mimma taqra'uhu wa tatluhu, wanakaa wakaisikiliza lakini nyoyo zao hazizingatii chochote katika unachokisoma. Wapo tu wale ambao wanakuja wanakaa darasani wanamsikiliza Mtume mwanzo mpaka mwisho, wakitoka darasani nje ya msikiti wanawauliza wenzao, madha qala anifa, ukasema nini vile pale, sikumuelewa. Ujue sawesi ulikuwepo mwanzo mpaka mwisho, hukuelewa nini? Kweli kaja kakaa muda wote, lakini hakuelewa, kwa sababu Allah kasema ana kanuni, anaziondosha aya zake kwenye ufahamu, kwenye nyoyo za watu wasioitaka, na wale wanaofahamu kitu kwenye Qur'ani hawakifanyii kazi. Wa idha ra'u kulla ayatin la yu'minu biha wa idha ra'u sabila ar-rushdi la yattakhidhuhu sabila wa idha ra'u sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila. Wanasikiliza Qur'ani au wanaisoma Qur'ani, lakini aya zote zile ambazo wanazisoma au kuzisikiliza hawaziamini, hawazizingatii moyoni. Wakiona njia ya uongofu, wameelekezwa kwenye uongofu, wao huwa wanaunyanyapaa, wanaona hii sio uongofu, hatukupenda.
na wakiona njia ya upotofu, wameonywa hili ni tatizo, halitakiwi, wanasema kwani lina ubaya gani? Hiyo ndo wao wanapenda, wanafanya. Watu kama hawa Allah huwa hawapi ufahamu wa Qur'ani, kwa sababu wanakejeli na dharau, wanacheza shere. Kwa hiyo ameambiwa Mtume kuna aina hii ya watu, wa minhum man yastami'una ilayk, miongoni mwa watu wapo ambao huja wakakusikiliza, wakakaa kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Afa anta tusmi'u summa, lakini swali, je, wewe una uwezo wa kumsikilizisha kiziwi? Asummu alladhi bihi samamun, ana uziwi masikioni mwake, kaja lakini hasikii kitu katika yanayosemwa, anakaa hapo mpaka anaondoka, hajasikia kitu, hajafahamu kitu. Sasa wewe una uwezo wa kumsaidia mtu kama huyu? Wa minhum man yastami'una ilayka, ay maana yake yastami'una ilayka idha qara'ta alqur'ana wa qulubuhum la ta'ya shay'an mimma taqra'uhu au tatluhu, wanakuja kukusikiliza kuanzia mwanzo wa kikao mpaka mwisho wa kikao, lakini nyoyo zao hazizingatii chochote katika unachosoma au unachowasomea. Afa anta tusmi'u summa, sasa je, wewe kama mtume una uwezo wa kumsikilizisha kiziwi? Afa anta ya Muhammadun, hivi wewe Muhammad, yani maana yake anta ya Muhammadun, wewe Muhammad, la taqdiru an tusmi'a man salabahu Allahu sama, wewe Muhammad huna uwezo wa kumsikilizisha maneno mtu ambaye Allah kamnyang'anya masikio. Kunyang'anywa sikio sio kwamba linanyofolewa hapa kichwani, lipo, lakini component zake hazisomi, signs zinazoingia humu hazieleweki. Kwa hiyo kanyang'anywa uwezo wa kusikia, hasikii vizuri, anasikia kelele tu la, lakini maana hapati. Sasa wewe ni mtume na unapenda kuwaongoa watu wako, lakini la taqdiru an tusmi'a man salabahu Allahu sama, huna uwezo wa kumsikilizisha mtu ambaye Allah kamnyang'anya uwezo wake wa kusikia, kwa sababu ya dharau yake na jeuri yake, anaingia mpaka anatoka kama alivyoingia, hakufahamu chochote. Walau kanu la yaqilun, utawasikilizaje watu ambao hawatumii akili? Afa anta tusmi'u summa walau kanu la yaqilun, hivi wewe Muhammad una uwezo wa kumsikilizisha maneno haya mtu kiziwi, ijapokuwa akili hawana, hawatumii vizuri akili zao? Kasemeshwa maneno mepesi, lugha inayoeleweka, lakini mpaka yanamaliza yeye hajaelewa chochote. Walau kanu mina samami, hata kama pamoja na huo uziwi waliojipachika nao, la yaqiluna, na akili pia hawazitumii. Kwa hiyo sikio halifanyi kazi, ubongo hauzingatii, moyo pia ndo kabisa. La yaqiluna wala yatadabbarun, hawatumii akili zao, na yale wanayoyasikia yakisemwa hawayazingatii. Na sikio kazi yake kusikia, lakini kinachosikiwa na sikio lazima kitapita kwenye moyo. Moyo ndio unaochanganua jambo, ukatoa maamuzi, hili ndilo, hili silo, hili zuri, hili baya, hili lina manufaa, hili lina hasara. Na huyu kasikia, lakini mujarradi kasikia sauti tu imepita, hafahamu maana nini kimekusudiwa. Kwa hiyo hawezi kuzingatia, yatasemwa mengi, hapati hata moja analolielewa, kwa sababu hakulipa moyo, hakuliweka moyoni, hakutaka kulizingatia. Qala Ibn Kathir, amesema Ibn Kathir, almaana, maana ya aya hii, wa min haulai, katika hawa watu waliokuwa wameambatana na Mtume sallallahu alayhi wasallama,
wakati wa uhai wake, man yasmauna kalamaka alhasana, wako watu ambao wanakuja kusikiliza maneno yako mazuri, ewe mtume wa Allah, wenye kukupenda na wenye kufuatilia unachosema, wanazingatia kwa umakini na wanaondoka na faida. Lakini mtu toka hapo hakupendi na anasikiliza kasumba za nje, huyu mchawi, huyu muongo, huyu hivi, anaingia pale, kaja tu ndo jambo la mjini, akikuta watu wanacheza ngoma na yeye henda mwanjani akaangalia, watu wanafanya hivi na yeye akenda akaangalia, lakini moyo wake haupo wala hauzingatii chochote. Kwa hiyo wako ambao wanakuja Muhammad kukusikiliza unaposoma maneno yako mazuri ya Qur'an. Wa min haulai, katika watu hawa, man yasmauna kalamaka alhasana, wako wanaosikiliza maneno yako mazuri, wal Qur'ana an-nafi'a, na wanaisikiliza Qur'ani ambayo kwa hakika ina manufaa kwa watu. Lakini hawa kuja kwao na kusikiliza kwao, laisa amru hidayatihim ilaika, jambo la kuongoka kwao wewe sio dhamana. Usitegemee kila aliyekuja hapo kakuelewa, kafahamu, kaongoka. Hapana, usiseme hivyo, usiwe na tamaa hiyo kwamba wamekuja wengi, 200 walikuwemo, 300 wamenisikiliza, ukasema nina watu 300. Hapana, laisa amru hidayatihim ilaika, suala la kuongoka kwao sio jukumu lako wewe. Jukumu lako ni kufikisha tu. Yule wa kuongoka Allah ndo anayemjua, atampa nafasi ya kuongoka, na yule wa kupotoka utasema wiki nzima na watu wanakusikiliza, lakini hatofahamu yule ambaye siye. Fakama la taqdiru ala ismail asami, kama ambavyo huna uwezo wa kumsikilizisha maneno mtu kiziwi, fakadhalika la taqdiru, basi vivyo hivyo huwezi ala hidayati haulai, kuwaongoza watu hawa, illa an yasha Allah, labda Allah ataki. Allah ndiye aliyewaumba, ndo anayeweza kutwist vitu humo akamrekebisha. Kama kuna kitu kimekuwa kimelala akakiamsha, akabadilika na akafahamu, lakini wewe huwezi kuwabadilisha. Fikisha tu kama ulivyoambiwa. Wa minhum man yanzuru ilaika, jengine, na miongoni mwa watu wako wako ambao huwa wanakuja kukuangalia. Wapo msikitini wamekodoa macho, kama anafahamu vile, katoa macho anakuangalia, lakini haoni kitu. Kakodoa macho lakini haoni kitu. Huyu wa kwanza kasikiliza lakini hakuelewa. Huyu kakodoa macho, anaona yanayojiri lakini hafahamu pia, haoni. Afa anta tahdi al-umya, sasa je, wewe Muhammad unaweza kumuongoza mtu kipofu? Yani kaja na kakodoa macho anakuangalia lakini kipofu, kuangalia yake haoni kheri yoyote hapo mbele yake. Afa anta tahdi al-umya, hivi wewe unaweza kumuongoa mtu kipofu? Walau kanu la yubsirun, japo hawaoni utawaongoza tu? Ndo haoni. Jitihada yako inaonekanwa, lakini sio ufikirie kwa jitihada yako wote waliohudhuria wafahamu ulichosema, waone ulichoonyesha. Hapana, wako wanaonufaika na wengine wanaondoka bila ya manufaa yoyote. Ni kwa sababu Allah ndo anayemjua anayestahiki hidayah na anamjua yule ambaye hakuitaka. Yani wa min haulai, na katika watu hawa, man yanzuru ilaika, yuko anayekuja kukuangalia, wa yuayinu dalaila nubuwatika alwadhiha, na anaona kwa macho yake dalili za wazi za utume wako. Kaja ulipo, anakuona, anakujua, anashuhudia dalili za wazi za utume wako. Walakinnahum, lakini watu hawa, umyun, ni vipofu. Macho yako wazi wanaangalia, lakini umyun, ni vipofu. La yantafiuna bima raau, hawanufaiki na kile wanachokiona. Wanaona mengi
lakini hawanufaiki na kile wanachokiona. Afa anta ya Muhammadun, sasa hivi weye Muhammad, taqdiru ala hidayatihim, una uwezo wa kuwaongoa watu hawa? Walau kanu umyul qulubi, hata kama ni vipofu wa nyoyo, nyoyo zao hazioni haki, utawaongozaje? Kwa hiyo wewe fanya kazi yako, tosheka na wale ambao watakuwa component zao zinasoma sawasawa, masikio yanasikia, macho yanaona na nyoyo zinazingatia vizuri. Hao ndio ambao Allah kataka kuwaongoa. Shabbahahum, Allah amewashabihisha watu, kawafananisha watu bilumyi, na kipofu, litaamihim anil haqi, kwa sababu haki wanaiona lakini wamejipofua na hiyo haki, hawaitambui. Na anapowashabihisha na viziwi ni kwa sababu haki inasemwa, wanajiziwisha, hawaisikii. Lakini masikio yao yanasikia, yanafanya kazi kwenye vitu wanavyovitaka, na macho yao yanaona kwenye vitu wanavyovitaka. Kwenye haki hawaoni, hawasikii, wala hawatamki. Summun bukmun umyun, ni viziwi, mabubu na vipofu. Kwa hiyo akiongea mdomo wake hauongei haki, akisikiliza hasikilizi haki, akitazama hatazami haki, yupo tu. Qala al-Qurtubi, amesema mwanawachuoni Qurtubi, wal muradu, makusudio ya aya hizi zilizoanzwa na mtindo wa swali, tasliyatu nabii sallallahu alayhi wasallama, ni kumliwaza mtume sallallahu alayhi wasallama. Ai, maana yake inakusudiwa kama la taqdiru, kama ambavyo huna uwezo, huwezi, an takhluqa al-a'ma, kama la taqdiru an takhluqa lil-a'ma basaran, kama ambavyo wewe binafsi huwezi kumuumbia kipofu macho. Kipofu kaja, una uwezo wa kumuumbia macho ukamfanya aone. Kwa hiyo kama ambavyo huwezi kuumba macho kwa ajili ya mtu kipofu, yahtadi bihi, macho hayo aweze kutumia kuonea, fakadhalika, basi ujue ni hivyo hivyo, la taqdiru, huna uwezo pia, an tuwaffiqa haulai lilimani, kuwawafikisha hawa watu unaowalingania wakaielewa na kukubaliana na imani. Mtume alikuwa anapenda kila anayeongea naye amfahamu, lakini wengine hamnazo, hawataki kufahamu. Ndo anaambiwa la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin, Muhammad, utajiangamiza bure nafsi yako kwa kuwazingatia watu kwa nini hawaamini. La'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadha alhadithi asafan, yani la'allaka bakhi'un nafsaka asafan, utajiangamiza nafsi yako kwa masikitiko. Nifanyeje? Nitumie mbinu gani? Nijitahidi vipi? Nitumie rai gani? Kwa kuwasikitikia watu. Kila mmoja unataka aongoke tu, kila mtu unataka aongoke tu. Masikitiko yako yatakupa pressure, yatakupa hivi, yatakukosesha usingizi. Hebu relax, fanya kazi kiasi ya haja, peleka huu ujumbe. Huu ujumbe unafika nyoyoni mwa watu ambao nyoyo zao ziko hai, wataelewa. Wale ambao nyoyo zimekufa huwezi kuwaumbia uwezo wa nyoyo zao. Onyesha unachoonyesha. Wenye macho yenye kuona wataona. Wale ambao macho yao, uoni wao umekufa, huwezi kuwaumbia uoni wakaona. Sema maneno yatasikikwa na wenye masikio watayasikia, lakini kwa yule ambaye uwezo wa masikio yake umepotea, huwezi kumrejeshea wewe uwezo. Sasa wewe ni mjumbe, fikisha ujumbe basi. Fikisha ujumbe kama ulivyo, halafu uache tena maamuzi ya Allah na waja wake. Huwezi kuwafikisha wakaikubali haki, kwa sababu suala hilo liko nje ya uwezo wako, sio jukumu ulilopewa. Inna Allaha la yadhlimu nnasa shay'a. Ukiona wengine wameelewa wamefuata, wengine hawakuelewa wanapinga, halafu hawa waliopinga Allah kawakamia, kawatajia adhabu, haja wadhulumu Allah watu, viumbe wake. Allah si dhalimu.
Ndio maumbile yalivyo, ndio kadari ya Allah hiyo. Inna Allaha la yazlimu nnasa shay'a, Allah hawadhulumu watu chochote. Hakuna aliyedhulumiwa. Huyu kwa nini uko hivi? Moyo mgumu, na ndiye Allah aliyemuumba, si amlainishie moyo wake. Hiyo sio kazi yako. Na huyo aliye hivyo akayafanya magumu mpaka akenda motoni, kutiwa motoni, hajadhulumiwa. Ni uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini juhudi ya kutosha imefanywa, huyu kachagua hivyo. Inna Allaha la yazlimu nnasa shay'a, hakika Allah hawadhulumu watu chochote. Si dhalimu Allah, hajafanya hata siku moja Allah zoezi la kusema huyu simpendi, sitaki aamini, sitaki afanye mema, nitamfanya awe mkorofi hivi hivi. Hapana, huyu hajafanywa awe hivi. Itakuwa kuna mazingira kayaandaa mwenyewe, hayo ndo yanayomfanya kila siku awe yanasusua moyo wake. Na ziko asbabu kapewa, akipenda anaweza akaziendea zikamrekebishia hiyo hali mpaka akarudi akawa yuko sawa, akitaka, lakini halazimishwi. Inna Allaha la yazlimu nnasa shay'a, hakika Allah hawadhulumu watu chochote. La yuaqibu ahadan biduni dhanbin, Allah hamuadhibu yoyote pasi na kukosea. Hajafanya kosa alafu akamwadhibu tu, hapana. Kuna sababu kafanya zikapelekea yeye akaadhibiwe. Wala yafalu bi khalqihi, wala Allah hafanyi lolote kuwafanyia viumbe wake ma la yastahiqun, jambo ambalo viumbe hawakustahiki kufanyiwa hapa duniani mpaka huko akhera. Hawaadhibu bila ya makosa, wala hawafanyi kitu ambacho hawastahiki kufanyiwa viumbe. Yeye mwenyewe anajitangaza, wa huwa al-ghafurul wadud, Mola wenu anasamehe sana, pamoja na kukosea kwenu sana, yeye anasamehe sana. Basi hata kutengeneza mazingira ya kutafuta kusamehewa pia unashindwa. Moyo wako unauona mgumu sana, basi hata kumbembeleza Allah akurekebishie moyo wako, kaumba mwenyewe, hili pia linakushinda. Hebu nyenyekea kwake, muombe. Waqala rabbukum ud'uni, Mola wenu ametangaza, amesema niombeni. Astajib lakum, mimi vile mkiniomba huwa ninajibu, naitikia maombi yenu, nayachukulia hatua. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, hakika ya watu wenye kibri wakaacha kuniomba, na wakati wana dhiki na wana shida, sayadkhuluna jahannama dakhirin, matokeo ya kujiamini kwao watakuja kuingia kwenye moto wakiwa watu dhalili mno. Kwa hiyo fursa zipo tele za mtu, lakini hataki kuzitumia mpaka maisha yanamuishia, umri unamalizika, anakufa yuko vibaya. Sasa wewe ukifa hivyo umeandaa mwenyewe mazingira magumu, lakini Allah hatokudhulumu hata kama ni mbaya, hakuzidishii chuki juu ya ubaya uliofanya, atakulipa kwa kiasi cha ubaya wako tu. Inna Allaha la yadhlimu nnasa shay'a, hakika Allah hawadhulumu watu chochote, hata kitu kidogo hawadhulumu. La yuaqibu ahadan biduni dhanbin, kwanza Allah hamuadhibu yoyote pasi na kosa. Kuna kosa ndo linapelekea adhibiwe. Wala yafalu bi khalqihi, wala Allah hawafanyii viumbe wake ma la yastahiqun, yale ambayo hawastahiki kufanyiwa, Allah hawafanyii. Walakinna nnasa anfusahum yazlimun, lakini watu tabia yao ni kwamba wanapenda kujidhulumu wenyewe. Hawadhulumu Allah waja wake. Walakinna nnasa, lakini watu wenyewe, anfusahum yazlimun, wenyewe ndio wanaojidhulumu. Yani walakinnahum, lakini hawa watu, yazlimuna anfusahum, wanazidhulumu nafsi zao wenyewe, wanajidhulumu wenyewe bilkufri wal maasi, kwa kukataa yale wanayoelekezwa na kumwasi Allah. Fanya hivi, wanakataa, ndio kuasi. Na kuasi ni disobedience, kutokutii. Analoagizwa hafanyi, na mwenyewe hutengeneza mazingira ya hoja, akasema mimi sijaona faida yake, akaliachilia mbali. Alilokatazwa hulipenda,
akasema mimi sijaona ubaya wake, nitafanya. Akafanya. Sasa unapingana na nani? Hatua ya awali mtu ajijue mimi ni kiumbe, pili ajue yupo muumba wangu, tatu atengeneze muamala mzuri, mahusiano baina yake na muumba wake kwa ibada. Akikosea huo utaratibu, huyo hawi mtu mwema, anayoyafanya yote hayawi mambo yenye faida. Kwa hiyo anastahili kuadhibiwa kwa sababu kajipeleka mwenyewe kwenye maangamizi. Walakinna nnasa, lakini watu, anfusahum yazlimun, wenyewe ndo wanaojidhulumu. Bimaana walakinnahum, lakini watu, yazlimuna anfusahum bilkufri walmaasi, wanajidhulumu wenyewe kwa kuwa makafiri na kuasi. Wa mukhalafati amri llahi, na mara zote kwenda kinyume na amri za Allah. Wanaloagizwa hawataki, wanalokatazwa ndio wanalofanya, na wanapuuza kufuata utaratibu ambao wameletewa wa maisha haya ya mpito. Qala Tabari, amesema Tabari, wa hadha i'lamu min Allahi ta'ala, hili ni kama tangazo. Allah anatutangazia viumbe wake, anatupasha habari, biannahu, kwamba yeye Allah, lam yaslub haulai al-imana ibtidaan, initially hawa watu wanaonekana wakorofi, makafiri, waasi, sio Allah aliwaandaa hivi katika kuwaumba akasema ninawaumba makafiri. Hakufanya hivyo Allah. Lam yaslub haulai, Allah hakuwanyang'anya hawa watu al-imana, imani, ibtidaan, tangu alipoanza kuwaumba, kwamba kawaumba wawe makafiri. Bighairi jurmin salafa minhum, kilichopelekea wawe na tabia hii ni jarima, makosa ambayo wao wenyewe wamefanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawaambia masahaba, inna hadhihi alquluba la tasdau, ndugu zangu, hizi nyoyo zetu huwa zinaota kutu. Asadu manake ni rusting, kama yasdau alhadid, kama chuma kinavyofanya kutu, na nyoyo zetu huota kutu. Moyo umeumbiwa msafi, lakini kuna vitu hatarishi ukivifanya huwa vinauchafua huo moyo, unachakaa, unafanya kutu juu, wengine huita kuchu. Masahaba walipoambiwa hivyo wakamuuliza, fama jalauha ya Rasulullah, moyo ukisusua ukafanya kutu, dawa yake nini? Tunautibuje? Qala, akasema, kathratu dhikrillahi wa tilawati alquran, moyo uliosusua kuutibu kwake ni kukithirisha kumtaja Allah. Moyo uwe unamkumbuka Allah mara kwa mara, na kusoma sana Qurani. Na kusoma Qurani kunakotibu moyo ni kule kuisoma huku unaifahamu maana yake na kuzingatia unachoelekezwa. Hawa wataenda motoni na wewe hutaki kwenda motoni, alafu unajikuta umo kwenye hao. Sasa hapo upapatue, ujinasue, usema hii sio njia nzuri. Hawa ni watu wa peponi na wewe unataka kwenda peponi, jifananishe nao. Qurani ndio inakuelekeza hivyo, inakutibu. Hawa wamekosea makosa makubwa, lakini wakatubu, wamesamehewa, na wewe unajikuta unayo makubwa. Tubu basi usamehewe, ndio Qurani inakuelekeza hivyo. Lakini unaisoma mwanzo mpaka mwisho hujaelewa chochote, kwa hiyo huwezi kufanya marekebisho yoyote. Kwa hiyo watu wanaofikwa na maafa ni kwamba kuna makosa wameyachuma wenyewe. Yale makosa ndio yanayosababisha kufanya hiyo rusting. Yaani ukifanya dhambi panawekwa kama alama, doa, kama lawino kwenye moyo wako. Halafu unakuteleza, unafanya jengine, linafanyika doa jengine. Ile doa linaambuzika, linakuwa kubwa mpaka moyo wote unakuwa mweusi. Lakini ukikosea kosa, ukasema nimetubu, halafu sirudii tena, hilo usilirudie tena, moyo wako unasafika. Ukifanya kosa, ukasema Mola wangu nisamehe, anakusamehe, pale panatakata. Lakini wewe huna utamaduni wa kusema Mola wangu nimetubu, sirudii tena, Mola wangu nisamehe. Wewe unafanya tu mambo yako yanakithiri, yanakuwa mengi, mpaka ule moyo wote unakuwa umefunikwa na weusi kwa sababu ya makosa.
na hiyo ndio inaitwa ran, kama ilivyozungumzwa kwenye suratul Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hawa yamewafika haya kuwa na tabia mbaya kiasi hichi kwa sababu yameharibu nyoyo zao maovu ya muda mrefu waliokuwa wanayafanya. Kwa hiyo kukosea ni maumbile ya binadamu, lakini ukijikuta umekosea, rejea kwa Allah haraka, umuombe msamaha na ujitahidi kosa kama hilo usije ukalirudia tena, labda litokezee jingine by mistake, na likitokezea usichoke, lalamika kwa Allah, muombe msamaha, tubia hilo kosa. Huu ndo njia nyepesi ya mtu kujibakisha salama. Wa innama yaslubuhum dhalika lidhunubi niktasabuha. Allah huwafikisha waja wake hatua hii ya kuwa wasusuavu, makafiri, wanainda kwa sababu ya dhambi ambazo wanazifanya kwa muda mrefu. Dhambi nyingi zinamfikisha mtu pahala akawa hasikii tena mawaidha, wala haogopi maovu yake yanayoyafanya, yamemtopea, kayazoea na anaona jambo la kawaida. Mawaidha hata ukimtajia moto anacheka, atakwambia bwana, wewe utakapokuja kutaka kuchoma mahindi yako uko peponi, usije kuomba moto kwangu. Ana hakika yeye mtu wa motoni, kwa hiyo wewe peponi utahitaji moto japo wa kuchomea mahindi. Anasema hivyo kishujaa kabisa. Fahaqa alaihim an yatba Allahu ala qulubihim, kwa makosa yaliyodundulizwa kwa muda mrefu, mtu hajirekebishi, hatubu, haombi msamaha, inafikia wakati inakuwa fahaqa alaihim, inastahiki kwao an yatba Allahu ala qulubihim, kupiga muhuri Allah kwenye nyoyo zao, kwamba mwenye moyo huu ni mpotovu, mtu wa motoni. Na kishafikia stage hii, huyu tena anakuwa haambiliki, hatibiki tena. Ile dawa iliyomo kwenye Qur'ani huwa haifai tena. Dawa hiyo iliyoambiwa ina kwenye Qur'ani ya kutibu nyoyo ni moyo ambao bado haujawa chronic, unaweza ukarekebishika. Lakini mtu mwenyewe hujifikisha mahala sasa akawa stubborn, makosa yake hawezi kuyajutia, hayamuudhi, haogopi, anafanya kishujaa mambo yake anayafanya. Kama ni muuaji mpaka na yeye atakapomkuta mauti akafa. Kama ni mzinifu mpaka mauti yanamkuta na kosa lake la zinaa hajawacha. Kama ni mwizi anaendelea kuwa mwizi mpaka anakufa na kazi yake ya wizi, kwa sababu hakutaka kuutibu moyo wake mapema, akawa na yeye ni katika watu wema, waheri, waumini, waungwana. Inna Allaha la yazlimu nnasa shay'a, hakika Allah hawadhulumu watu chochote. Walakinna nnasa anfusahum yazlimun, lakini watu huwa wanadhulumu wenyewe nafsi zao, wenyewe wanajidhulumu. Wa yauma yahshuruhum, na siku Allah atakapowakusanya siku ya Kiyama, kaan lam yalbathu illa sa'atan minan nahari, siku tukitoka makaburini baada ya kufufuliwa, Allah akituuliza kam labithtum fil ardi adada sinin, miongoni mwa hao wapo waliosema hakuna kufufuliwa, watajikuta washafufuliwa. Walisema hakuna moto, wanaonyeshwa moto ule pale kwa watu wabaya. Burizatil jahimu lilghawin, hakuna pepo, wanaonyeshwa pepo ile kule kwa watu wema. Uzlifatil jannatu lilmuttaqin. Sasa wanaulizwa kam labistum fil ardi adada sinin, mlipewa muda kidogo wa mtihani duniani kwenda kuishi, munahisi mmekaa kwa muda gani kule ardhini? Kwa idadi ya miaka mingapi mlikaa? Qalu labithna yawman au ba'da yawmin fas'alil 'abidin, watasema Mola wetu, si tunaishi tulikaa siku moja au nusu ya siku. Na ni kweli, kwa sababu siku moja ya akhera ni kama miaka 1000 ya hapa, na hapa hakuna mtu aliyeishi miaka 1000. Kule wanajikuta wako kwenye mazingira mengine.
Hapa muda mfupi, senyewe tunajiona tuna miaka mingi tumeishi, lakini muda mfupi sana, muda mfupi wa kiasi kufanya mtihani tu. Maisha ya milele yasiyo na mwisho yako huko. Sasa duniani mlikaa muda gani kwa idadi ya miaka? Qalu labithna yauman au ba'da yaumin fas'alil adi, tumekaa siku moja au nusu ya siku, sehemu ya siku. Lakini waulize watu wataalamu wa kuhifadhi hisabu, wanaotunza idadi. Qala in labithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun, nyinyi kule mlikaa muda mfupi sana, kama mngekuwa mnajua, na muda wenyewe mfupi mkauzembea, mkafanya upuuzi, hamkujiandaa na haya ya huku, na mmeambiwa kwamba pale ni pampito, maisha yako huku, lakini kule ndo muyaandae maisha ya huku. Mmezembea, mmecheza. Sasa leo mnakuja kukuta kile kile mlicho tayarisha wenyewe. Umekuja hapa, malipo yako 5%, unapewa 5% katika 100. Aliyejituma akapata 100, unakuta akapewa 100 zake. Wa yauma yahshuruhum, siku ambayo Allah atawakusanya waja wake, na baada ya kukusanywa, kaan lam yalbathu illa sa'atan minan nahari, watajihisi watu baada ya kufufuliwa kama kwamba duniani hawakukaa zaidi ya saa moja tu ya mchana, saa moja tu ya mchana. Udhkur yawma najma'u haula'i almushrikin, ikumbuke ewe mtume, au ikumbuke ewe mumin unayesoma maneno haya, ikumbuke siku ambayo najma'u haula'i almushrikin, tutawakusanya hawa washirikina wenye kuabudu masanamu na miungu mingine bandia, tutawakusanya kwenye uwanja mmoja, lilhisabi, kwa ajili ya hisabu ya yale matumizi ya dakika zao walizoishi duniani. Tunayapiga tathmini, katumiaje muda. Sasa watakapofanyiwa mahesabu yao, kaannahum ma aqamu fi dunya, watajisikia kama kwamba wao hawakuishi katika dunia hii illa sa'atan minan nahari, isipokuwa saa moja tu ya mchana mmoja. Siku nzima haikutimia, wataishi hivi. Wataona wamekaa muda mchache sana duniani, lakini muda mchache huo ulikuwa una faida ya kule, ulikuwa unahitajika wautumie kwa matayarisho ya kule. Hawakutayarisha chochote. Hapa wamekuja wakacheza, wakafurahi, wakasema kama ndo waliloletewa, mpaka muda umeisha. Kule yanahitajika yale ambayo hapa kaletwa hayatafute, hanayo. Wataona kanyimwa muda, hakupata muda wa kufanya hayo matayarisho. Kwa nini muda atauona mfupi wa duniani? Lihauli ma yarauna, kwa sababu ya kitisho cha yale mambo ambayo siku hiyo watayaona. Wataona mambo ya kutisha kweli kweli, na kuna mambo yanahitajiwa pale ya kutikanwe, hawanayo. Wataona wamenyimika muda waliopewa mfupi. Lihauli ma yarauna min alahwali, kwa sababu ya kitisho cha yale mambo mengi ya kutisha watakayoyaona siku hiyo. Yataarafuna bainahum, watakuwa wanajuana wenyewe kwa wenyewe, wanatambuana baina yao. Yaarifu ba'duhum ba'da, wanajuana, huyu ni mheshimiwa fulani, huyu ni babu yangu fulani, huyu alikuwa ni mtu fulani, huyu ndo tuligombana kwa jambo fulani, huyu alikuwa analilingania nikamtemea mate, huyu alikuwa. Watajuana watu. Wamekusanywa, kuna mambo yanadaiwa pale yaonekanwe, hawanayo. Watakadiria kwamba muda ulikuwa hauwatoshi. Sasa hivi dakika vyako vidogo, visaa 12 vya mchana, unao uwezo wa kuvitumia ukafanya mambo muhimu sana kwa ajili ya kesho. Hufanyi, vinapita hivi hivi, hujafanya ya maana. Au badala ya kufanya yale ya maana, wewe ndio unafanya yaliyokuwa ya shari kabisa ya kukuangamiza. Ndani ya muda wote unafanya shari tu. Wanakusanywa, yataarafuna bainahum, na watakuwa wanajuana wakionana kule. Yaarifu ba'duhum ba'da, watakuwa wanajuana wenyewe kwa wenyewe.
kama kanu fi dunya, kama walivyokuwa duniani. Maana hawaumbwi watu wapya, ni sisi tunafufuliwa. Kufufuliwa maana yake ndo wewe unarudishwa, mwili ule ule unarudishwa na roho yake ile ile inawekwa kwenye ule mwili, unajielewa. Wa huwa taarufu taubikhin wa iftidahin, kujuana huku hakuna faida yoyote. Sio kwamba watu watashauriana, watasaidiana, hamna. Hapo kila mtu na shauri lake. Taarufu taubikhin wa iftidahin, kuonanishwa huku Allah atawaonanisha watu kwa kuwabeza na kuwafedhehesha. Wewe huyu alikulingania uniabudu peke yangu, si huyu unamkumbuka huyu? Ulimpiga, ulimweka ndani, ulimuua, ulimfanya hivi. Yaqulu alwahidu lilakhar, inawezekana mmoja akawa anamwambia mwenziwe siku hiyo, anta aghwaytani wa adlaltani. Naona mikasa hiyo, wewe ndio ulionipoteza, wewe ulinishauri wewe twende in by the sea. Kwa mara ya kwanza pombe nilikunywa, uliniosha wewe, wewe ulinifanyia hivi hivi, vitu kama hivi vitakuja. Wewe ndo mtu wa kwanza kunisababishia nifanye dhambi fulani. Watakuwa wanatambuana watu. Kweli ikidhihiri, uongo unajitenga. Yaqulu alwahidu lilakhari, mmoja anaweza akamwambia mwenzake baada ya kuonana, anta aghwaytani, wewe ndo ulionipoteza. Wa adlaltani, aghwaytani, umenipeleka kusiko sawa, umenipoteza nikaacha utaratibu sahihi. Walaysa taarufu mahabbatin wa mawadda, huku sio kutambuana kwa mapenzi, ni kutambuana kiasi watu wafedheheshane tu basi. Hapo ni fedheha tu, kama Allah alivyosema, yaqulu alladhina kafaru, hapa duniani makafiri wanasema, lan nu'mina lihadha alqur'ani wala billadhi baina yadayhi, sisi tuna taratibu zetu bwana, hii sio nchi ya dini. Hii Qur'ani yenu hatuiamini, wala hatuamini maandiko ya vitabu vilivyopita kabla ya Qur'ani, hatuendi kidini, si hapa. Anasema kifua mbele. Lakini Allah anasema, walau tara, lau ingelikuwa inawezekana sasa hivi hapa ulipo ukaona, idhi dhalimuna mawqufuna inda rabbihim, siku ambayo madhalimu watakuwa wamesimamishwa mbele ya Mola wao, wale waliofanya makosa. Yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawla, wanarejesheana maneno. Madhalimu wanarejesheana maneno. Haimkiniki kwa sasa kuona, lakini lau ungeliweza kuona madhalimu wamesimamishwa mbele ya Mola wao siku ya Kiyama, wanarejesheana maneno. Yaqulu ad-du'afa'u lilladhina istakbaru, wale walioongozwa watakuwa wanawaambia viongozi wao, laula antum lakunna mu'minin, kama sio nyinyi wallahi tungekuwa waumini. Si tena tulikuwa Waislamu, tulilinganiwa sana, mawaidha yalikuwa yanatolewa, lakini nyinyi wakubwa na sera zenu, kazi mlizotupa na nini na hivi, wakubwa na wao hawatokubali. Wadogo walioongozwa watawaambia waliowaongoza, laula antum lakunna mu'minin, lau kama sio nyinyi wallahi sisi tungekuwa waumini. Wakubwa watasema, qala alladhina istakbaru lilladhina istudhaifu, wakubwa nao watasema kuwaambia waliowaongoza raia wao, anahnu sadadnakum anil huda ba'da idh ja'akum, kwani si ndo tulokuzuieni na uongofu wa Mola wenu baada ya kukujieni? Bal kuntum mujrimin, nyewe wenyewe mlikuwa ni wenye kupenda kufanya makosa. Hayo mambo toka hapo mlikuwa mnayapenda. Waqala alladhina istudhaifu lilladhina istakbaru, waliongozwa watajibu tena kuwaambia wakubwa, bal makru llaili wan nahari, lakini nyie mlikuwa mnatufanyia vitimbi, njama usiku na mchana, mmetusimamia vibaya, mara sijui utafukuzwa kazi, mara utawajibika, utaadhibiwa, utafanywaje? Usimamie sera na taratibu zetu, hapa hatuna dini. Si ndio nyie mlivyotufanyia? Idh ta'muruna an nakfura billahi, nyinyi muongozo wenu mlikuwa mnatuamrisha
tuachane na utaratibu wa Mungu, tumkufuru Mungu. Wanajala lahu andada, taratibu zenu zilikuwa zinatufanya sisi tujalie Mungu hayuko peke yake. Kama yeye kaamrisha hili, kuna mwingine kaamrisha hili. Sasa hapa la Mungu wako huyo hatulitaki, fata hili. Si ndio miongozo yenu ilivyokuwa? Wa asharru nadamata lamma ra'au al'adhab, lakini hatimaye wote walioongoza na walioongozwa, maadamu wamekosea, watakuwa ni wenye kujuta katika nafsi zao watakapoiona adhabu. Wote wanaenda kwenye adhabu. Waja'alna al-aghlala fi a'naqi alladhina kafaru, tutajalia makongwa kwenye shingo za waliokufuru. Na Allah hakuwadhulumu. Kukufuru tushaambiwa wamekuandaa wenyewe, hawakujaliwa wawe makafiri. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, unafikiri wanalipwa zaidi ya kile walichofanya? Hawadhulumiwi, watalipwa kwa mujibu wa kile ambacho duniani walifanya. Kwa hiyo watajuana, lakini ni taarufu, itakuwa ni taarufu taubikhin wa iftidahin, ni kujuana kwa kudhalilishwa, kufedheheshwa. La taarufu mahabbatin wa rahma, sio kujuana kwa mapenzi na rehema, au mapenzi na mawada, ndo hiyo moja. Qad khasira alladhina kadhabu biliqa'i llahi, kwa hakika wamekula hasara watu ambao hawajiandai na siku ya Kiyama. Kadhabu biliqa'i llahi, wameikanusha siku ya kwenda kukutana na Allah siku ya Kiyama, hawakufanya preparation kwa ajili ya siku hiyo. Leo uko hapa, lakini unayoyafanya ndo unatakiwa yawe ni matayarisho yako ya siku hiyo. Kama unazembea, hujiandai, hujipangi na siku hiyo, Allah kamalizia aya kwa kusema qad khasira, kwa hakika wamekula hasara. Rasilimali ya kutosha, muda wamepewa, lakini wakaimisuze, hawatumii vizuri muda. Qad khasira, wamekula hasara, alladhina kadhabu biliqa'i llahi, wale wanaoikadhibisha siku ya kukutana na Allah. Wama kanu muhtadin, na kamwe hawakuwa waongofu. Madamu walioelekezwa ya msingi yenye faida naye afanya kayakataa, huyu hawezi kuongoka, afanikiwi. Yani laqad khasira haqqan, hawa kwa hakika wamehasirika. Haulai zalimun, madhalimu kama hawa. Alladhina kadhabu bilba'thi wan nushuri, wanaikadhibisha leo katika uhai huu siku ya kufufuliwa na kukusanywa pamoja kwa ajili ya malipo. Wama kanu, na wala hawakuwa, muwafiqina lilkhairi, ni wenye kuwafikiwa na kheri yoyote, fi hadhihi alhayati, katika maisha haya ya duniani. Kwa leo kutokana na muda, inshallah tuweke hapo, tutakuja kuendelea kutoka hapo kwenye darsa ijayo inshallah. Tumesoma mpaka 45 hii. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa minhum man yu'minu bih, katika watu wako Muhammadi wako wanaoiamini hii Qur'an. Wa minhum man la yu'minu bih, na wengine wala hawaiamini kwa ujinga wao. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, lakini Mola wako ata sort out, anawajua wale mafisadi, waharibifu, wasiokuwa na faida. Wa in kadhabuka, na ikiwa baada ya kuwalingania wataendelea kukukadhibisha, faqul, waambie, li amali walakum amalukum, mimi acheni nifanye kivyangu kwa mujibu wa imani yangu, na nyinyi fanyeni kivyenu kwa mujibu wa amali yenu, kwa mujibu wa imani yenu. Mutalipwa kwa mujibu wa mnavyofanya, na mimi nitalipwa kwa mujibu wa ninavyofanya. Antum bariuna mimma a'malu, nyinyi mmeshayakataa ninayoyafanya mimi, mko mbali nayo. Wa ana bari'un mimma ta'malun, na mimi niko mbali na hayo mnayoyafanya, sikubaliani nayo. Kwa hiyo fanyeni yenu na mimi niacheni nifanye yangu. Iko siku tutakuja kupewa matokeo. Wa minhum man yastami'una ilaik, na miongoni mwao wako wanaokuja kukusikiliza, wanakusikiliza vizuri, lakini hawakufahamu. Afa anta tusmi'u summa, lakini je, wewe una uwezo wa kumsikilizisha kiziwi? Walau kanu la yaqilun, tena viziwi wenyewe hawana hata akili, hawatumii akili. Wanayo, wamepewa akili, lakini hawaitumii.
Sasa utawasikilizaje watu wasotumia akili? Wa minhum man yanzuru ilaik, wengine wanakodolea macho, wanakuangalia. Afa anta tahdi al-umya, je, unao uwezo wa kumuongoza kipofu? Kakodoa macho lakini haoni. Sasa huyu unaweza kumforce aone? Walau kanu la yubsirun, utawaongozaje vipofu wakati hawaoni? Inna Allaha la yazlimu an-nasa shay'a, Allah hawazulumu watu chochote. Hakuna aliyedhulumiwa hapa, yote watu wanajitafutia wenyewe. Walakinna an-nasa anfusahum yazlimun, watu wenyewe ndio wanaodhulumu nafsi zao. Wa yauma yahshuruhum, na siku ambayo Allah atawakusanya, kaan lam yalbathu illa sa'atan minan nahari, watajisikia wamepewa muda mdogo, hawakukaa duniani ila saa moja ya mchana. Kama mchana una saa 12, watajisikia wamepewa muda wa saa moja ya kukaa duniani. Yataarafuna bainahum, tena watakuwa wanaonana na wanajuana, huyu fulani, huyu fulani, huyu wa wapi, huyu wa wapi, huyu alimtenda nini na huyu alimtenda nini, au huyu nilimtenda nini na huyu nilimtenda nini. Watajuana siku hiyo. Qad khasira alladhina kadhabu biliqa'i llahi, watakuwa wamekula hasara wale ambao hapa duniani wanakadhibisha, bimaana hawajiandai na siku ya kukutana na Allah. Wama kanu muhtadin, na watu wa aina hii kamwe hawawi waongofu. Madam hufanyi kwa ajili ya akhira, wewe ni mpotovu, sio muongofu. Tunaweka hapo aya 45. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana waffiqna lis-siyam wa ballighna fihi al-qiyam wa a'inna alayhi wan nasu niyam bifadlika ya dhal jalali wal kiram wa adkhilna al-jannata daras salam. ربنا وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا جملنا بالعافية والسلامة وحقق لنا التقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.